Kwa kipekee kabisa niwapongeze wale wote ambao wamefika hapa hii leo kuja kushuhudia uzinduzi wa hamasa hapa katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Wale wote ambao wamedamka na kuacha usingizi wao na kuacha shughuli zao kwa ajili ya Simba, sisi tunawashukuru sana, asanteni sana na tunawapenda sana. Lakini tunawashukuru vile vile wana hamasa ambao mmedamka kutoka Dar es Salaam asubuhi ya leo na kuamua kuja kuhanikiza jambo hili. Asanteni sana kwa sapoti yenu, tuendelee kushikamana. Mheshimiwa Pendeza, pokea salamu zetu kutoka Simba Sports Club, kutoka kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, bodi ya wakurugenzi ya Simba ikiongozwa na mwenyekiti wake Mheshimiwa Mohamed Dewji. Tunasema asante sana kwa kutuheshimisha na kuja kwenye shughuli yetu. Tunafahamu kiongozi mkubwa kama wewe una mambo mengi, una shughuli nyingi, Watanzania wengi wanasubiri wa huduma yako, lakini ukasema nipeni muda nikawahudumie kwanza wana Simba. Ni mapenzi na Simba yako na mapenzi kwa Wazanzibari kwa ujumla. Ndugu zangu wana Simba, tuko hapa visiwani Zanzibar kwa jambo moja tu, kuchukua ubingwa wa Afrika. Hilo ndiyo jambo ambalo limetuleta hapa. Hata sio kucheza mechi, ni kuchukua ubingwa. Na tunaposema kuchukua ubingwa, maana yake tunakwenda kupigana vita zote tuchukue ubingwa. Asante baba. Kwanza ni watoe hofu wana Simba wote ambao mko hapa Mnazi Mmoja na wale ambao wanatufuatilia kwenye Azam TV. Vita inaendelea, vita inafanyika, mapambano yanaendelea. Hawa unaowaona hapa kwenye meza kuu ni wachache kati ya wengi ambao wamekuja hapa Unguja kutoka sehemu mbali mbali. Wa Dar es Salaam wote wamekuja hapa Unguja, wa Pemba wamekuja Unguja, wa Kaskazini wamekuja Unguja, wa Shamba wamekuja Unguja, wa Makunduchi wamekuja Unguja. Kila mtu ametoka alikotoka, amekuja Unguja na amekuja kufanya jambo moja tu, kuhakikisha Simba anachukua ubingwa. Kwa hiyo vita ya nje, ndugu zanguni wana Simba, imeshaanza na tuko vizuri kweli kweli. Wana Simba wote ungane, wana Simba wote ungane. Kwa hiyo kwenye hili msiwe na wasiwasi, mapambano yanaendelea. Lakini vita hii sio ya mtu mmoja, vita hii ni ya kila mwana Simba. Na Waswahili wanasema ukijua huu mwenzio anajua ule. Sasa wakati viongozi wanapigana kwenye huu, na wewe pia una nafasi ya kufanya ule, ili Simba tuweze kuchukua ubingwa. Watu tunazidiana maarifa, watu tunazidiana ujuzi, watu tunazidiana kuona. Kwa hiyo wewe kama una maarifa ya kutosha, kama una ujuzi wa kutosha, kama uko thabiti kwenye maeneo yako, usisubiri uwe kiongozi wa Simba,
usisubiri ufatwe. Hapo hapo ulipo, fanya namna Simba tuchukue ubingwa huu. Kwa hiyo hii vita ni ya kila mwana Simba. Haya mapambano ni ya kila mwana Simba. Heshima tutakayoiweka Jumapili ni heshima ya kila mwana Simba. Sio heshima ya Mohamed Dewji peke yake, sio heshima ya Mangungu peke yake, ni heshima ya wana Simba wote. Wewe ndiye ambaye utapita mtaani unatamba. Wewe ndiye ambaye utapita mtaani unawadozoa wapinzani wetu. Sasa basi tunatafuta heshima ya pamoja, na heshima ya pamoja tutaipata kwa watu wote kushirikiana, na hatimaye tukafikia malengo yetu. Ndugu zanguni, tunautaka huu ubingwa. Yaani hakuna jambo jingine tunaloweza kusema zaidi ya kwamba tunataka huu ubingwa. Na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, huu ubingwa unabaki Simba Sports Club. Mwaka 1993 tuliukosa huu ubingwa. Hatuna wa kumlaumu, lakini ni historia ambayo imebaki, imeacha vidonda katika mioyo yetu. Wale waliokuwepo mwaka 93 wameishi kwa maumivu hayo tangu kipindi hicho mpaka hii leo, na wale waliozaliwa baada ya 93 wamezaliwa wakakutana na hiyo historia, imewaumiza hadi kufika leo, wamefikisha miaka 32, wameendelea kuishi kwenye hiyo historia ya maumivu. Hatuko tayari Simba hii ya sasa kuishi tena kwenye historia hiyo ya maumivu. Hatuko tayari kuliona kombe linakuja uwanja wa Amani alafu linaondoka linakwenda Moroko. Hilo ni jambo ambalo hatuko tayari litokee kizazi hiki, hatuko tayari litokee ndani ya zama hizi. Tutalibakisha. Zanguni, hilo halina mashaka hata kidogo. Ili kombe linabaki Zanzibar, kombe linabaki Tanzania, kombe linabaki unyamani. Maandalizi yote yamefanyika
mipango yote inaendelea kufanyika, na asitokee mwana Simba yeyote akawa na mashaka, akawa na uoga, akawa na wasiwasi eti ya kwamba tumefungwa goli 2 pale Moroko, basi Simba hawezi kupindua meza. Niwahakikishie na tuwahakikishie kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, 2 zinarudi pale katika uwanja wa Amani na 1 linakwenda kutupa ubingwa katika siku ya Jumapili. Simba tumeshafanya maajabu makubwa sana Afrika hii. Acha tusizungumzie zamani, lakini ndani ya msimu huu katika michuano ya kimataifa, kila timu ambayo imetufunga tumeifunga. Tangu tumeanza mashindano, kila timu ambayo ilitufunga na sisi tumeifunga. Na safari hii Berkane ametufunga, ameshamaliza zamu yake. Ni zamu yetu sisi sasa kwenda kumfunga Berkane. Kwenye robo finali Al-Masry alitufunga goli 2-0 nyumbani kwake Misri, tukamrudishia 2-0 Benjamin Mkapa, mnyama akaenda nusu finali. Kwenye hatua ya makundi Constantine alitufunga goli 2-1, tukamrudishia goli 2-0 Benjamin Mkapa. Yeyote ambaye anatufunga nyumbani kwake tunamfunga nyumbani kwetu. Sasa tuko nyumbani kwetu, tutamfunga Berkane kama alivyotufunga nyumbani kwao. Na hatuzungumzi hili kwa sababu ya historia, tunazungumza hili kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao na maandalizi ambayo tumeyafanya. Tayari Berkane ametangulia, ni wakati wetu na nizamu yetu kwenda kumfanya vibaya katika uwanja wa Amani. Fainali imekuja Zanzibar. Baada ya fainali kuja Zanzibar, mengi yakazungumzwa na wengi wakidhani ya kwamba shughuli yetu imeishia hapa, kwa sababu tu tumetolewa Benjamin Mkapa na tumekuja Zanzibar. Lakini tuwahakikishie tu, Simba ni mkali zaidi Zanzibar kuliko akiwa Benjamin Mkapa. Wewe pamoja na
tunakubali ya kwamba Benjamin Mkapa ndiyo ngome yetu, lakini Simba hatushindi kwa sababu ya uwanja, tunashinda kwa sababu ya ubora wetu. Na Jumapili tunakwenda kushinda katika uwanja wa Amani kwa sababu ya ubora wetu. Uwanja wa Amani ndiyo ambao umetupeleka sisi fainali. Wazanzibari ndiyo ambao wametupeleka sisi fainali, na safari hii Wazanzibari wanakwenda kutupa ubingwa wa Afrika, na safari hii uwanja wa Amani unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika. Na sisi tumefurahi mno fainali kuja hapa Zanzibar. Tumefurahi sana kwa sababu bado hatujamaliza deni na familia ya Mwinyi. Tulikosa ubingwa mwaka 93, Rais Ali Hassan Mwinyi hayati akiwa rais wa nchi, tukakosa ubingwa mbele yake. Bado tuna deni naye, na deni hilo tunakwenda kulifuta Jumapili tarehe 25 mbele ya mtoto wake rais wa sasa Hussein Mwinyi. Tunataka kulipa hili deni. Mwaka 93 tulimhakikishia na tukamwalika uwanjani, akaja uwanja Uhuru, zamani uwanja wa Taifa, lakini akaondoka kichwa chini baada ya sisi kukosa ule ubingwa. Katikati hapo tumepambana sana kipindi cha uhai wake ili tuweze kumfuta yale machozi ya 93. Imeshindikana, Mwenyezi Mungu amepitisha rehema zake, lakini bado kizazi chake kipo. Tunakwenda kulipa deni kwa mwanae Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi Jumapili ya tarehe 25. Kwa hiyo ndugu zanguni wana Simba, wala msiwe na wasiwasi. Imeandikwa na tumeandikiwa ubingwa wetu, tuje tuuchukue hapa Zanzibar. Lakini kama haitoshi, Wazanzibari ndiyo kiboko ya Waarabu. Mwaka 1964 Wazanzibari walikomesha utawala wa Mwarabu hapa. Utawala wa Sultan Sayyid wa Oman Mwarabu ulikoma hapa mwaka 64. Kazi ilifanywa na Mzanzibari, na tarehe 25 Jumapili hii Mzanzibari tena anakwenda kukomesha ubabe wa Mwarabu kutoka Moroko uwanja wa Amani. Ndio maana sisi tumefurahi sana kuja hapa, kwa sababu tunajua kazi ya Wazanzibari kwa hawa watu wa Kiarabu. Mheshimiwa Pendeza, tunawakabidhi hii kazi.
kama mlivyofanya ubaya ubwela mwaka 64, mkafanya mapinduzi matukufu, mkamng'oa Mwarabu na utawala wake, mkakaa wenyewe na kuiongoza Zanzibar. Tunawakabidhi hii tena, mwende mkamng'oe Mwarabu kutoka Moroko, mnyama achukue ubingwa wa Afrika. Hiyo kazi mnaiweza sana. Mbuzi amefia kwa muuza supu. Berkane amefia kwa kiboko cha Waarabu hapa Zanzibar. Tutamfanya vibaya. Field Marshal amezungumzia hapa jambo la msingi sana. Tunafahamu kuna watu wanabiruka, wanafanya kila hila mnyama asichukue ubingwa. Sisi tunawaruhusu wafanye hiyo kazi, lakini ifanye kwa kificho. Tukikubaini, tukikuona, wallahi wa billahi, kama hautazikwa Mwanakwerekwe, basi makaburi ya Kisutu yatakuhusu. Fanya figisu zako chini kwa chini, fanya figisu zako ndani kwa ndani, lakini tukikubaini, tukakuona, tunakuapia hatutakuacha salama. Hapa tulipo tumevua kabisa. Nini tena? Hapa tulipo tumevua kabisa vazi la utu. Hapa tulipo tumevua kabisa vazi la ungwana. Hapa tulipo tuko ni wanyama kweli kweli, tumejawa na ushetani wa kiwango cha hali ya juu. Tutakufanya vibaya, na haitoishia kwako tu, ni kwako wewe na familia yako wote. Tunabidua, tusitafutiane lawama. Tusitafutiane lawama, na usitupime kutaka kujaribu ni kitu gani tunaweza kufanya. Tukwambie tu tunaweza kufanya ubaya wa mwisho kabisa
ambao binadamu wanaweza kufanya. Tafadhali kaa mbali na hii. Tafadhali kaa mbali na Simba Sports Club. Tutakufanya vibaya. Hatutamwonea mtu aibu, hatutamwonea mtu huruma, hatutajali cheo chake wala wadhifa wake, ili mradi anataka kutuharibia Simba, na sisi tutamharibia mazima. Na sisi kwenye kuharibu hatuchagui tuharibu kitu gani, tunaharibu maisha yako yote. Tafadhali kaa mbali na sisi, tuache tutimize kile ambacho tumedhamiria. Kama ni kushindwa, tushindwe wenyewe, lakini asitokee mjinga kutoka pembeni akataka kutuharibia. Na hii inawahusu wote. Hata kama kuna mtu ndani ya Simba anapambana Simba wenyewe tukose ubingwa, naye tutamka naye mazima, tusilaumiane. Tumesubiri hili kombe kwa miaka mingi sana. Miaka 89 tumesubiri hili kombe. Tangu klabu yetu imeanzishwa, tumekuwa tukipigania hili kombe. Sasa hivi tumebakisha dakika 90 tu za kuchukua hili kombe. Hatuwezi kukubali kufanya makosa, na hatuko tayari kumuona mtu anatuharibia furaha yetu ambayo itadumu milele. Watu wamepoteza maisha na Simba hii. Watu wanapoteza muda na Simba hii. Watu wanapoteza mali zao. Watu wanafilisika kwa sababu ya Simba hii. Hatuko tayari kuona watu wanaendelea kupata maumivu kwa kukosa ubingwa huu. Jumapili ni siku ya wanasimba kwenda kufurahi. Jumapili ni siku ya wanasimba kwenda kuandika historia mpya. Ndugu zangu wanasimba, tushikamane, tuungane, tusimame kidete. Jumapili tukachukue ubingwa wa Afrika. Yoyote ambaye unamuona anataka kutuharibia, tusimame naye kidete, tupambane naye tunavyoweza kupambana naye, mnyama achukue ubingwa huu wa Afrika. Hiyo ndiyo furaha ya kila mwana Simba. Ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania tumeshachukua sana. Kombe la CRDB tumeshachukua sana. Kombe la Mapinduzi, kombe la Muungano tumeshachukua sana. Kitu pekee ambacho wanasimba hatujachukua na tunakihitaji sana ni ubingwa wa Afrika. Na sisi tulishatabiriwa na hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli, tutakuwa wa kwanza kuleta ubingwa wa Afrika Tanzania. Twendeni tarehe 25 tukatimize ndoto hii ya Dr. Magufuli. Hatuko tayari kumwangusha rais wetu kipenzi, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Amefanya kila analoweza kufanya Simba ichukue ubingwa wa Afrika.
amekuwa nasi bega kwa bega toka hatua ya mchujo kwenda hatua ya makundi, robo fainali, nusu fainali, mpaka kufika fainali. Amediriki hadi kutoa ndege yake bure, mnyama akaenda Moroko, mnyama karudi. Kila mechi amekuwa akitoa bonus, amekuwa akitoa zawadi almaarufu goli la mama, ili wachezaji wetu wapate morali, wapate motisha, waendelee kupambana, na wamefanya kazi hiyo. Tumefika fainali. Palipobaki ni kwenda kumheshimisha rais wetu Mama Samia kwa kumpa ubingwa wa Afrika na kumfanya kuwa ndiyo rais wa kwanza wa Tanzania kusimama na kombe la Afrika, na tutakwenda Ikulu kumpelekea kombe la Afrika, Mwenyezi Mungu akitujalia. Wachezaji wetu wako tayari, benchi la ufundi liko tayari, na kwa kuwa hii ndo mechi ya mwisho, basi wachezaji wetu waende wakapambane wanavyoweza kupambana. Usiogope kuumia, kwa sababu baada ya mechi hii hatukudai chochote. Hata ikiwezekana kufia hapo uwanjani, baada ya mechi hii hatukudai chochote. Wachezaji wetu waende wakapambane wanavyoweza kupambana, Simba tuchukue ubingwa. Wachezaji wetu watoe maarifa yao yote. Baada ya mechi hii hakuna mechi nyingine ya kimataifa. Watoe nguvu zao zote. Baada ya mechi hii hakuna mechi nyingine. Wafanye kila wanachoweza. Simba tuchukue ubingwa siku ya Jumapili. We Mama Samia kwetu unabaya. Wanangu wa hamasa, tukichukua ubingwa, tukialikwa Ikulu, nitawaombea na nyinyi mkamwimbie mama. Bwana, mimi nimalize kwa kuwashukuru wote ambao mmekuja hapa, na mzee Dalali hapa amezungumzia kwamba tumebadilisha gia. Mechi hii hatutumii mbuzi, tunatumia punda. Ndio hivyo Mechi hii tunatumia mbuzi, tunatumia punda. Kwa hiyo Mheshimiwa Pendeza, hakikisha tunapata punda wa kutosha. Mwembe Makumbi kuna punda wa kutosha. Sema umenitisha unasema punda kutoka Tandale. Nikasema punda wanafugwa na Kenzi Wanda. Ando wanakaa Tandale. Ndugu zanguni, kesho Ijumaa tukiamka salama tutakwenda kutoa msaada kwenye vituo vya watoto yatima. Mnafahamu ili jambo ni nyeti, lazima tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuomba msaada wake, atubariki, aturuzuku, na kwa rehema zake Simba tuweze kuchukua ubingwa. Baada hapo tutaenda kumwombea dua hayati Rais Mwinyi katika makazi yake ya milele maeneo
ya Mwanga Pwani. Kwa hiyo wale wote ambao watawiwa kujumuika nasi, tutafurahi sana. Twende tukamwombee dua pale, twende tukamsalie pale, ili kule chini alipo Mwenyezi Mungu ampe huruma yake. Nimkaribishe Field Marshal Hassan Dalali. Yeye ana mengi ya kutueleza, ana mengi ya kutuambia, ana mengi ya kutuahidi, na jambo hili kwa hapa Zanzibar tumemkabidhi yeye, na Wazanzibari wahangaike, wapite kila pango kuhakikisha kwamba Simba anachukua ubingwa. Field Marshal, mwana Simba, wanataka kusikia kutoka kwako. Faida natafuta ugomvi. Simba ubaya ubaya ubaya. Mimi nikushukuru Ahmed, lakini ninachotaka kusema kwanza, mlioko huko Tanzania bara na hapa, hicho ninachotaka kukifanya hicho, bakini majumbani kwenu, msije Zanzibar hapa. Hicho mnataka kukifanya kwa ajili ya Simba isichukue kikombe, bakini majumbani kwenu. Tunazo taarifa, na kama utakuja pale tukakosa kikombe, wewe utoki ndani uwanjani, utoki. Tunakwambia mapema, uwe ndani ya Simba, uwe nje ya Simba, hautatoka Jumapili. Tutakung'ang'ania, tutakung'ang'ania, tutakung'ang'ania kudadadeki. tisini na tatu mmetuhujumu. 93 mgeni akiwa Rais Mwinyi, kikombe kimeondoka. Jumapili hapa mgeni Rais Mwinyi, mtu na baba yake, alafu mtuhujumu, hamtoki. Hatukubali, lazima kikombe kibaki, lazima kikombe kibaki, hatukubali kwa vyovyote vile, hatukubali. Haya kama noma na yenu, noma na yenu. Nishawapa tahadhari, msije, tuachieni wenyewe. Simba tunawakilisha Simba, Simba tunawakilisha nchi hii. Ukituhujumu wewe muhaini tu. Ndio Mama Samia anatuma pesa, goli la mama. Wewe baki huko wewe, nyau wewe. Wale Waarabu kitu gani wale? Mimi nimeenda Moroko kule, hawana lolote, wana nini wale? Kwanza wanaogopa mlio wa punda eti. Sasa ninawaambia nye Balkani, nimekuja na punda kutoka Tandale, kiboko, wanalia hatari yao. Tutaanza kuona airport pale, eti mtu unaogopa mlio wa punda. Kule kwa kuna punda wengi, basi kidia punda manga analuka. Sasa kuna punda wa Tandale, wanalia hatari yao. Lakini nataka niwaambie vijana wetu, kwa maana ya wachezaji, ili kombe wanalitaka kombe hili. Mimi nimeshaongea nao, wanalitaka na watafia uwanjani pale.
tuwape support, twende kwa wingi uwanjani, tuwashangilie muda wote. Muda wote tuwashangilie pale uwanjani. Kikombe kinabaki hichi. Vijana wanataka kikombe kibaki. Sasa Wazanzibari mnanisikia? Kama kuna mtu anataka kutuhujumu hapa, yani huyo atafute njia ya kutokea. Hatukubali. Hatukubali. Sisi tumeelewana ndugu zangu. Lakini vijana kama wachezaji wako imara, wako tayari, na tuna timu nzuri. Tuna timu nzuri sana kushinda wale Waarabu. Wasi wanavaa misuli tu wale. Tutaonana Jumapili hapo. Tutaonana Jumapili. Mzee wenu niko pale. Kuda dadeki niko pale mzee wenu. Watatafuta njia ya kutokea. Watatokea Makunduchi, sio watakwenda wapi, potelea mbali, shauri yako. Njooni tushangilie timu yetu. Tuone tushangilie timu yetu. Njooni kwa wingi uwanjani. Kama mkosa tiketi weka nje, tupige makelele, taingia ndani makelele yako hayo. Kwa hiyo sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu. Ya karimu, tunamuomba Mwenyezi Mungu. Basi na sisi mwaka huu uwe mwaka wetu sisi wa Simba Sports Club. Ni mwaka wetu. Tuchukue kombe na sisi tujidai. Tujidai. Unamwona Kisugu hapa anabeba kombe mfano ule kombe lile pale. Mfano. Basi Mungu atupe. Ya Rabbi tunakuomba ya Rabbi. Tunakuomba ya Rabbi. Mwaka wetu sisi huu. Na wale wanaotaka kutuhujumu wapofue macho na miguu vunja. Nawashukuru sana. Asante sana. Shughuli ndio kwanza inaanza. Tumpe nafasi mgeni rasmi, Mheshimiwa Pendeza, aje atueleze mipango mizima kuelekea tarehe 25. Karibu Mheshimiwa Pendeza.
Ubaya! 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 Mbona siwasikii kwa nguvu sana? Lazima tuoneshe tuko Zanzibar, tuko nyumbani. Ubaya! 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 Simba! Simba! Kwanza nataka nichukue nafasi hii. Sitaki niongee sana leo. Nitakuwa na maneno machache lakini ambayo nahitaji mkae kimya mnisikilize, niwape mipango ambayo ipo na sababu ya sisi kukutana hapa na sababu ya kwa nini tunasema hii tunabeba. Kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, Makamu Mwenyekiti, lakini Mwenyekiti mstaafu, Mwenyekiti bingwa, Field Marshal, dalali, mimi namjua vizuri sana nafikiri kuliko watu wengine. Hata kina Ahmed bado walikuwa. Lakini mimi namfahamu vizuri. Na yale yote ambayo yamesemwa hapa mimi nayapa baraka. Moja kubwa ambalo tunatakiwa sote tuhakikishe, kombe linabaki Zanzibar. Na kitu ambacho tunasema kombe linabaki Zanzibar, mimi kuja hapa kwanza kuwa mgeni rasmi, ni mgeni tu wa heshima. Lakini mimi mwenyewe ni Simba na ninafahamu Simba iko vipi na ninafahamu nini Simba tunataka. Kwa hiyo niko hapa sio kwa ugeni rasmi, niko hapa kwa azma yetu ya lengo letu na maazimio yetu ya Simba, nini tunatakiwa tukifanye siku ya Jumapili tarehe 25 katika uwanja wa Amani. Nataka nikwambie Field Marshal, hii ngoma imekuja nyumbani. Na wenye Zanzibar wenyewe tupo. Mimi asili yangu Tumbatu. Sawa? Nikikwambia hii ngoma imefika, manake sibahatishi, na wanaonijua wote, nafikiri hakuna ambaye hanijui Mzanzibari, lakini hata watu wa Tanzania bara wanafahamu nikisema hivi na maanisha nini. Mimi mwenyewe na timu yangu ya Makumbi City nyote mnafahamu. Tangu tumetoka mpaka tulipo na mpaka sasa hivi tunaongoza ligi, hakuna ambaye hatufahamu. Na wakati tunapanda daraja tulisema hatujaja kushiriki, tumekuja kushindana. Na kushindana yetu sasa hivi tunachoelekea sasa ni kuchukua kombe, kwa sababu tumebaki only 4 game. Na hizi ambazo tunahakika tunaziweza. Yale yote mazuri ambayo yanahitajika siku ya tarehe 25 na yale yote mazuri ya Mwembe Makumbi City tunayahamishia Simba Sports Club. Na nataka niwaambie jambo jingine kubwa ambalo hapa limesemwa sana. Historia ya Zanzibar na Simba ipo tangu zamani sana. Na Simba hapa hajaja kama labda bahati mbaya. Hapa Simba imekuja kutokana tu na matatizo ya CAF, lakini wametuhakikisha walipotuelekeza, maana yake kama vile umemsukuma, umempigia chura, sasa sisi wametuongezea mwendo. Kubwa zaidi nataka niwaambie watu wa Zanzibar, mechi hii ina maana 3. Moja, lazima kombe tubebe. Nasema tena, lazima kombe. Lazima kombe. Hatutobeba kombe kama itakuwa wana Simba na Wazanzibari sote hatuko kitu kimoja. Kwa hivyo nawaomba wana Simba wote, kila mmoja akiwa yeye mwana Simba basi ana nafasi na ana mchango katika Simba yetu. Kila mwana Simba, sio lazima utoe kitu kikubwa ambacho unahisi labda watu wakione. Ukitusomea Ayatul Kursi 3, Kul huwallahu 3, ukatupa na dua ambayo wewe usome jinsi ambavyo Simba tushinde, mimi naamini sote tunashinda. Na hili kwa sisi sote
hakuna ambaye hajui nafikiri hapa. Kwa hiyo nataka niwaambie jambo jingine, siku ya tarehe 25 tuhakikishe tunaenda mapema, lakini tunashangilia sana kuliko jambo lolote. Na nataka niwaambie, kesho tukirudi makaburini katika kumrehemu mzee wetu, mzee Mwinyi, ambaye ndiye aliyemzaa rais wetu wa sasa wa Zanzibar, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Msemaji wetu hapa amesema mengi sana ambayo yote yana maana. Mimi nikianza kurudia, nitarudia mle alimo. Asante sana, asante sana. Na nataka niwaambie, deni kubwa ambalo tulokuwa nalo ni kuhakikisha tunamheshimisha mwanawe sasa ambaye yuko hai, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Na kumheshimisha yake Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ni kuhakikisha kombe linabaki Zanzibar. Na nataka nitoe angalizo moja tu, msemaji. Kesho tukirudi katika kuomba dua, itabidi ufanye presi, uwape watu njia tutakazopita kutoka Amani baada ya kuchukua kombe mpaka hoteli ambayo itakuwa wachezaji wetu wamefikia. Na nataka niwaambie wapenzi wote, tutaondoka nao wote. Nitahakikisha mimi na wapenzi wenzangu wote wa Zanzibar tunaweka magari ya kuhakikisha kila atakayehitaji kufuatana na timu, usafiri utakuwepo. Na hatutoishia hapa. Safari yetu tunajua tukienda lazima Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi atahitaji akutane na wachezaji kwa kuwapongeza kwa hatua ambayo wamefika, lakini zaidi mimi sitaki kumsemea, lakini najua na yeye atakuwa na jambo la kutuambia siku hiyo. Na katika haya ambayo nayaongea, nataka mfahamu yote ni kwa ajili ya mapenzi ya Simba ambayo imekuja kutuwakilisha Tanzania. Yale yote ambayo yamesemwa na watangulizi wangu, bila kumsahau sponsor wetu wa Azania ambaye amesema watu wakafungua akaunti, wote hapa tulokuwepo lengo letu ni moja tu, pamoja na nyinyi ambayo mmekuja. Lengo letu tuhakikishe hii naona mzee Dalali, ile habari ya punda ulipoisema hii, maana yake sasa imekuwa inanigeukia mimi. lakini ni mambo mazuri, hajasema kwa ubaya, lazima mfahamu hivyo. Na amesema maana ya punda, amesema kikubwa au kiutu uzima. Sisi Wazanzibari tunajua maneno mengi tunasema kwa kufumba. Sasa na alivyosema punda wa Tandale, alikuwa na maana ambayo kama wengine hamjamfahamu. Basi kama mtakuwa tayari mimi niwafafanulie, basi itakuwa muda mnao. Haya, asante sana. Sasa nichukue nafasi hii sasa kuambia kwa nini mzee Dalali amesema punda wa Tandale amekuja nao. Anamaanisha yale yote ambayo yanafanywa na klabu yetu sisi ya Mwembe Makumbi City, ambayo flagi yetu ndiyo inapunda. Ndiyo alikuwa anamaanisha yanayofanywa kule ndiyo atakayofanywa siku ya tarehe 25. Simba! 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 Hii! Ubaya! Ubaya!
Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mtangazaji. Asante sana. Hiyo ni